alipokuteua wewe, kuna vigezo maalum ambavyo amekuteua, na ndio maana uliendelea kukaa hapo hapo kukalia hicho kiti chako. Hongera sana kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii nataka nijikite kwenye aya ya 68 ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 34 inayozungumzia masuala ya malezi, maadili, maendeleo na ustawi wa watoto. Haya maneno ni maneno makubwa na maneno ya msingi sana. Unapozungumzia malezi, maadili, maendeleo na ustawi wa watoto, hii ndiyo engine, na hii ndiyo engine ya taifa letu. Kana kwamba ukiwa na gari ikiharibika, engine haiwezi kwenda. Ni sawasawa na mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu, moyo ukizimika ndio mwisho wa maisha. Kwa hiyo kwenye eneo hili ni muhimu sana. Nani anawajibika kwenye swala la malezi, swala la maadili, swala la maendeleo, halikadhalika na ustawi? Tukirejea nyuma, tunaona kwamba watoto, kwanza mlezi mkubwa ni Mwenyezi Mungu. Ukitoka kwa Mwenyezi Mungu unakuja kwa mzazi au wazazi, baba na mama. Ukitoka unakuja kwa walezi. Walezi wa mtoto huyu, kwa sababu mtoto anapokuwa baada ya miaka 2, 3, mtoto anatakiwa aende shule. Hapa tunawaangalia walimu ambao wamepewa dhamana kubwa ya kuwalea hawa watoto. Alafu wa mwisho ni jamii inayozunguka. Mtoto zamani alikuwa si mtoto wa baba na mama, alikuwa ni mtoto wa jamii. Lakini mazingira ya leo, mtoto tunamgeuza kuwa ni mtoto wa baba na mama. Tulikuwa na wajibu kama wanajamii, mtoto anapofanya jambo ambalo si jema, mtoto anakanywa, mtoto anaonywa, mtoto anaelezwa, mtoto anaambiwa, na mtoto anasikiliza. Lakini leo ukifanya hicho kitendo, mama yake atakujia amejifunga, anakuambia, kwa nini mwanangu unamfanyia hivyo? Hapa tunakosea na hapa tumekosea. Na ndio maana mlezi namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan akasema kuna mmomonyoko wa maadili katika taifa letu la Tanzania. Hongera sana Mama Samia kwa kuliona jambo hili ambalo ni jambo kubwa. Hapa tusipopakazania, maana yake hatuna taifa. Tunazungumzia leo masuala ya elimu, tunazungumzia leo masuala ya afya, tunazungumzia leo masuala ya maendeleo ya jamii, tunazungumzia leo masuala ya kila aina. Hii wizara ni wizara nyeti kuliko wizara nyingine yoyote. Kama hatujawalea watoto wetu vizuri, hatutapata watu watakaosoma hapa, hatutapata wataalamu hapa, hatutapata maprofesa hapa, kwa sababu mmomonyoko wa maadili umeendelea. Kama hatutawekeza kiasi kikubwa hapa, bado tutafikia hatua kama tunatwanga maji kwenye timu. Ni lazima hapa tupaangalie kwa jicho la pekee kuliko ni kitu kingine chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya wizara hii kadri siku zilivyokwenda imeendelea kuongezeka kutoka 67.9 ikaja mpaka 76. Leo hii tunazungumzia bilioni 108. Leo tunazungumzia bajeti ni kitu kimoja cha kwanza, lakini kupewa bajeti ikatosheleza ni jambo jingine. Kwa hiyo ushauri wangu, hii wizara ni wizara yetu, ni wizara kubwa kuliko kitu kingine. Bajeti tunashauri tuipitishe, na ikiwezekana Mwenyezi Mungu akitujalia uhai, inshallah tuiongezee bajeti kubwa zaidi. Sasa
Na haya mmomonyoko wa maadili unatokaje? Unakuwaje? Ndio, sisi sio kisiwa, hatuwezi kukataa kwamba hatutaingia kwenye swala zima la utandawazi. Hayo ndio maendeleo yetu na maendeleo ya dunia, lakini hata tunavyoviangalia viendane na utaratibu wa maadili ya kwetu sisi. Sasa hivi jukumu la malezi ameachiwa mama pekee yake. Malezi ni baba, mama. Bila baba hakuna mtoto, bila mama hakuna mtoto. Lazima tuhangaike na hili, ni muhimu sana katika makuzi ya mtoto. Tukienda kwenye swala zima la wanawake, sijui muda umekwisha, nikienda kwenye swala zima la wakina mama, na hasa wakina mama wajane, wakina mama pindi wanapofiwa na waume zao. Wakina mama akifiwa na waume zao wanateseka, lakini mwanamke akifiwa tu na mume wake, kitu cha kwanza anachoambiwa katika mazingira ya kawaida, huyu mwanamke amemuua mume wake. Mbona mwanaume ambiwa amemuua mke wake? Hili ni lazima, na ndio maana inapotokea wakati mwingine anafikia hatua anasema hebu nichote kidogo nikajenge kule, ili nikifukuzwa hapa iwe na sehemu ya kukimbilia. Ndio kitu kinachojitokeza. Baada ya kusema hayo, naona muda sijui umeisha, sijui nilikuwa na mambo mengi, lakini sina unaniangalia sana. Kitu kikubwa kuhusu mikopo ya wanawake, iongezwe kasi ya kulipa ile mikopo, halikadhalika na ufuatiliaji kwenye swala la mikopo. Hapa watu wengi mikopo wanasema hatupati. Baada ya kuyasema hayo, nawapongeza wabunge wote waliochangia kuhusu bajeti hii, nawatakia kila laheri. Mama anastahili maua yake, asifiwe wakati hayuko hapa. Sio kesho walifanya hiki, akafanya hiki, akafanya. Tunakupongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zina uwezo wa kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $165,000. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.